Wizo yuko na radio, so big up sana kwa ndugu yangu ambaye anatengeneza ngoma, lakini pia leo ni Throwback Thursday, so big time sana kwa ambao unasikiza radio for this time around. Lakini sisi tunamkumbuka zaidi radio kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao walifanya muziki mzuri sana kwa kipindi hiki ambako alikuwa anafanya. Sema big time sana kwake pia kwa sababu moja ya kitu ambacho tunasherehekea pia pamoja na kwamba katutoka, lakini ni pamoja na uwepo wa ngoma zake nyingi ambazo alizifanya kwenye game ya industry na kutokea pale UG, na imani kabisa wana Uganda pia wanamkumbuka sana Mose Radio. Moja ya talent ambayo tulipoteza, lakini moja ya talent kubwa sana ambayo Afrika Mashariki tulikuwa tunajivunia. Karibu kwa show la kijanja kina mama. Hii inaitwa Haki za Msanii. Ndio mambo matatu umesikiliza, lakini mbali na hilo ni kwamba leo tutapiga mastori mengi sana. Moja ya kitu ambacho tutashare mawazo leo ni pamoja na ripoti ambayo imetoka kwenye mkutano ambao ulikuwa na kushare idea jinsi ya kuuza muziki, of course na yote kwenye mitandao ya kijamii pamoja na kwenye platform zingine. Ulifanyika pale Gen ICC, so nitakwambia kila mtu kililia na kumbuka pale kuwepo mheshimiwa mwenyewe, lakini pia kuelekea kwenye tamasha la Serengeti Music Festival for 2020 pale uwanja wa Taifa au uwanja wa Uhuru. Nazo taarifa zake pia jana nilikuwa nakwambia mmoja wa wasanii ambao ataperform kwenye jukwaa hilo. Nilikwambia pia asababu pia nao nafasi ya kukwambia kila mtu kitendelea, baada kwamba pia nao nafasi ya kukwambia mengi sana ambayo yanatokea kutokea pande zile pale za Wizara ya Habari. Nini ambacho kimefanyika leo? So kikubwa mchilax hapa kupitia www.midondoradio.co.tz za check pia unaweza kusikiliza kuanzia December round mpaka saa 3. Mimi nasema Tanzania, uko na mbona kwa pote mimi yako kwenda kunicheck kupitia ukurasa wa Instagram na tumesema Tanzania, lakini dondoka pale YouTube channel yetu tutatumia Midundo Online Media. Pale Facebook tunatumia Midundo Radio. Hapo tucheki pia ukaona unasikiliza na ikawa mzuka zaidi. Dondosha comment yako pale, mimi nitasikana baadaye, lakini pia hakuna kitu kizuri kama kupenda kila ambacho unaamua kufanya. Leo ni tarehe 17 ya mwezi fulani wa 12 mwaka 2020. Asa kuna zile mipango ambazo ulikuwa zimepangwa kuanzia mwezi wa kwanza. Tunahesabu siku kuelekea mwezi wa kwanza mwingine mwaka 2021. Lakini sasa hivi ni wakati wa wewe kuona unaweza kumeki vipi na kutengeneza vipi vile vitu ambavyo ulikuwa tayari umeshaviandaa kwa mwaka 2020. For this month na maana ni time ya kupiga mipango na kuona vipi umefanikisha au la. Kwa udhamini mkubwa sana kuelekea nje, kama ndo kwanza unapiga hesabu zako za kwenda kusherehekea Christmas either UG au kuelekea kusherehekea Christmas au kule Kenya, let's say USA, Australia, mimi nakupa taxi moja. Hebu nenda kata tiketi ya ndege aina ya Emirates kwa sababu hawa jamaa wanakupa uhakika wa safari yako mpaka huko ambako unafika, lakini pia unaweza kujikinga pia na COVID kwa sababu sasa hivi kuna maambukizi still bado yapo. Kama nakumbuka vizuri kwamba pale Ufaransa imetoka taarifa kwamba rais wa nchi hiyo kagundulika na ugonjwa wa COVID au vipi, lakini so ukipanda ndege aina Emirates wao wanakuambia uweze kupata maambukizi kwa sababu wanao nafasi ya kukutunza zaidi ewe mteja wao ambao utakata ticket kuelekea huko nje ya nchi. So mimi nakupa taxi hiyo chap kidogo, nenda kufuata wa jamaa, alafu tiketi yako nenda huko ambako unatakiwa uende. Lakini for this round pia kama una sanaa yako nzuri sana, wako sanaa busy wanahakika kabisa kutangaza biashara yako na ukafika mbali zaidi kule ambako unatakiwa ufike. Baadaye pia kwamba mnaweza kaendelea kucheki pia na kusubscribe channel yetu ya Midundo Online Media kupitia YouTube. So dondoka pale Instagram tu Midundo Online Media au Midundo_online. Unaweza kucheki alafu kani mzuka kupitia page yetu ile ya Haki za Msanii, Haki_msanii. Unaweza kupita pale alafu kati comment yako pale, lakini pia pita kwenye kurasa yangu wa Instagram tumesema Tanzania. Nyuma kamera kwa mwanangu Kemi. So kikubwa endelea kuenjoy, karibu kwenye show ni kuwapa kukupa madini zaidi. Kumbuka leo kwenye festival bwana, nitakukumbusha baadhi ya vitu. Marafiki Festival for this weekend itafanyika pia. Ni wapi? Sehemu gani? Itakuwa saa ngapi? Chillax hapo mchongo bado na mimi, lakini for this round tuko naye tunashare, lakini pale ambapo utakuwa unasikana comment yako inataka mzuka zaidi na zaidi. Ujamba na kitambo sana kwenye game. Moja ya watu ambao pia wanahakikisha kwamba wali change lifestyle au game ya Bongo Flava kutoka kwenye kula ambako walikuwa naimba pengine mara cartoon ya kile Juma Kasim Nature. Ujamaa alikuja na style yake na inasemekana ni miongoni mwa watu ambao chochote ambacho wanaimba sasa hivi wasanii kuhusiana na mapenzi basi waliimba ambacho huyu jamaa alikuwa amekiimba kwa kipindi hiko. Unajua ni nani? Hebu msikilize. Niko hapa mpaka saa 3, utaenjoy na utasikiza vitu vingi sana ambavyo inawezekana pengine ulikuwa hujui, lakini for this round unapata nafasi ya kuvijua na kuvikumbuka zaidi kwa sababu memory zaidi inakumbushia na wimbo ambao unakusikiliza kwa wakati huo. Ndio enjoy. Okay, sawa. Bwana pale nyumbani kwa Uganda jamaa anaitwa Krypton Maxi.
Moja ngoma kitambo kidogo inaitwa Swing Swing. So jamaa kidogo amepotea kwenye game. Sema sio case kwa sababu maisha ndio inaenda. Tuko na Mkomoche. Yes, Miss Mkomoche. Yeah. Da, mambo poa. Kwema. Mbona umepoa sana Miss Mkomoche? No, sijapoa. Okay. Nataka nifahamu Miss Mkomoche ndo brand name ya biashara yako au ndo jina lako kabisa? Jina langu kabisa naitwa Flora Gilbert Richard. Ila Mkomoche ilitokea baadaye tu. Hebu tupate kidogo historia ya Mkomoche mpaka ikawa Miss Mkomoche ile. Kwa sababu kwanza jina maana ya Mkomoche yeah, ni mtu asiyeshindwa. Kwamba kwa lugha gani hicho? Kigogo. Kigogo. Da, Kigogo bwana. Kwa ni mtu asiyeshindwa. Kwa na mimi nimeichukulia kwamba nikifanya kitu chochote yani kwa maana nyingine tunasema unstoppable. Okay. No matter what lakini lazima nifanikiwe. Bwana hongera sana pia kwa na moyo. Mwananzengo inabidi upate time kidogo ya kumsikiliza Miss Mkomoche of course. Ujifunze vitu kutoka kwa sababu kajipa jina hilo. Jina zito sana, sema sio case pia. Kwa sababu maisha ndio vile inafanya. Tuko na Emirates, tuko na Sana Biz. Wote tunasonga nao pia mpaka saa 3 kamili. Tena itakuwa ni mchongo wa kusema si hapa. Mimi nataka tuanze. Miss Mkomoche anajihusisha na nini? Na pengine profession yake ni kitu gani na kwa nini amefanya sasa hivi? Okay. Miss Mkomoche ni mbunifu wa mavazi na vitu vingine mapambo ya ndani kwa ujumla. Pia ni mwanaharakati wa mambo, ni mwana maendeleo. Sio mwanaharakati. Unaogopa? Hapana kabisa, ni mwana maendeleo. Okay. Yeah, lakini nimesoma Mwalimu Nyerere na nilikuwa nimesomea mambo ya business administration. Nimemaliza mwaka 2018. Yeah. Big time sana kwako. Business administration, lakini unachokifanya sasa hivi ubunifu wa mavazi. Yes, lakini inaingia pia kwa sababu mambo ya marketing, ya customer care na business administration pia vyote ambavyo tumevisomea. Kwa ni vitu ambavyo vinaendelea kuishi. Umejiajiriwa? Nimejiajiri na nimeajiri. Sasa unajigawa vipi? Unafanya shughuli zako za yani ukiwa boss na maana si umeajiri watu wengine. Kwa we work as a team. Na ukishakuwa boss na maana ufanye kitu chochote, lakini tukifanya as a team tunafanya kazi kwa pamoja. Okay. Yeah. Noma sana hiyo. Mimi nataka nifahamu kitu kimoja. Upo kwenye sekta ambayo wote tupo kwenye sanaa pia kwa sababu ni mbunifu. Kuna issue sasa hivi watu wanasema kidogo serikali inaingilia wewe unaweza kuwa na idea yako then una plan kufanya kitu chochote lakini mtu mwingine akaja kapita na idea yako ile hivyo kutokea wewe haijawahi kunitokea ile shei kumtokea rafiki yangu. Ila mimi naweza ngasema kwamba huyo mtu ambaye anaweza akachukua idea yako sio ndio mwisho wewe kutokufanikiwa. Kwamba yule pale ndo atakuwa anazidi kukupa kimchakato fulani ambacho utakuwa unakipitia wewe ili uzidi kusimama imara. Okay. Jinsi utavyo idea kama ni ya kwangu, wewe ukiichukua, jinsi utavyoifanyia wewe na mimi nitavyofanyia ni vitu viwili tofauti. Wewe utakuwa umeichukua haijatoka moyoni. Utakuwa tu unaifanyia tu mradi upate mlo tu. Lakini mimi hapa kuna malengo ambayo mimi ninayo. Yes. Kwa ni vitu viwili tofauti. Mimi nataka nijue wakati rafiki yako amechukua idea yake, kitu gani nyinyi mlikichukua the way ndo mshikaji wake labda mshauri wake? Mimi rafiki yangu kwanza alikuwa alikuwa na malengo mengi sana. Na mtu aliyemchukulia idea yake ni mtu mkubwa tu hapa. Okay. Yeah. Kwa alijisikia basi na akasema hivi mimi siwezi kuendelea kufanya kitu kingine. Lakini mimi nilimwambiaje kwamba amechukua kwa sababu alichukua jina la issue yake. Kwa akasema kwamba mimi nilikuwa nimesha promo watu wanaijua afa imekuja kuidakia juu hivyo mpaka sasa hivi ni ya kwake. Kwa nikamwambia kwamba idea yako ilikuwa ni kufikia labda watu fulani au lengo fulani. Unaweza ukatengeneza au ukacreate jina lingine ukaendelea na lengo lile ambalo ulikuwa unataka kulitimiza. Kwa kipindi hicho nyewe mlikuwa mnapajua sehemu panaitwa Kosota? Hapana. Na kipindi hicho tulikuwa chuo, wote tulikuwa chuo. Hata mkiwa chuo unajua pia inawezekana fursa hiyo. Unafika tu Kosota pale, unasajili hiyo jina lako, unasajili idea yako. Yaani kwa kipindi hicho ndio alikuwa yupo kwenye mchakato wa
kuchangamkia nini wanasema katiba. Okay. Katiba sio nini, na sasa kipindi kwa yeye ana yupo kwenye hizo harakati, mwenzake akawa amemwahi akawa ameshaisajili. Okay. Kwa akawa hana kitu kingine. Kwa mpaka sasa hivi yani sijajua labda for future use kama atakuja tena kwa mada kucreate kitu kingine. Bwana mwanangu, unasikiza radio sehemu yoyote ambayo unakuepo, basi pale mahala fulani Kosota pale inakuwa ni muhimu sana kwa mwana sanaa ambaye una brand yako, unatamani kufanya vitu vingi sana vikubwa. Unasajili tu pale, alafu unajua sheria yako pia, kwa sababu hii ni haki ya msanii na tunafahamu msanii ana haki yake, haki gani. So leo tunapiga story na Mkomochi hapa. Mmoja watu ambao anakuambia jina lake of course ni mtu ambaye huwa ashibi. Nafahamu sasa hivi unafanya vitu vingi sana au vipi? Wacha tumention vitu kadhaa ambavyo unavifanya na the way ambavyo unavifanya na changamoto ambazo unazipata. Azia huko unapoathirika. Kitu ambacho ninakifanya sana tupo kwenye ubunifu wa mavazi na decorations za ndani za nje, lakini kwa kutumia vitu ni mabaki taka tunayabadilisha na kuwa ni bidhaa mpya. Okay. Kwa yani kama mtu ana begi lake limetumika, anasema hili ni takataka na tu. Sisi tunayapokea yale mabegi. Tunachukua zile pattern wanasema. Tunaibadilisha inakuwa bidhaa mpya. Kwa haiwi tena taka, inakuwa tunaiongezea thamani. Kwa hiyo changamoto hii ni baadhi ya vitu ambavyo tunavifanya. Pia viatu labda vimetumika, wanasema hizi ni takataka, sisi unatupa tena tunazitengeneza inakuwa ni kipya tena kabisa. Kwa hiyo tunakiongezea thamani. Kwa wanasema kwamba nini taka sio takataka, ni taka lakini tunaiongezea thamani. Kwa hiyo yale mabaki taka sisi tunayachukua tunabadilisha na kuwa ni bidhaa ambayo mtumiaji anaweza kuitumia, au mtu binafsi ana vitu vyake anaweza akatupatia tukamtengenezea aka tayari amesha save. Ofisini iko sehemu gani? Tupo Machinga Complex. Machinga Complex, sawa. Ulikuwa unaendelea kutaja vitu vingine hapo vitu vingine ni kama nilivyoingia hapo ofisini kwani kwanza niwasifie, nimefly sana, nimekuta vitu vya culture. Nimesema wow. Sisi ni Afrika Mashariki. Always tupo kwenye utamaduni sana. Ndio maana unaona tulivyoingia sisi always ni utamaduni tu. Kabisa nikasema kuna siku inabidi hapa mnipe jambo na mimi niwatengenezee. Bwana yanazungumzika uongozi unasikiza radio. So kabisa inabidi niwafanyie jambo. Na mimi sema Mkomochi alitengeneza hii kitu. Bwana kwa vitu vingine kama hivi nilivyoviona ofisini kwani pia tunafanya. Lakini changamoto kubwa ambayo tunaipata sisi wajasiriamali. Kwanza mtu mwingine anakuwa hathamini kile wanasema ile sisi kama tunatoka kwetu tumevaa kiafrika au kile kitu cha kiafrika, mtu anasema mimi nataka made in China. Mpaka nianze kubeba mkoba ni kitenge fashion, nianze labda kuvaa Kimasai au mtu mwingine anakuwa hajivuni, anataka labda kila kitu labda made in China. Kwa lakini sisi hapa au mimi Mkomochi na timu yangu kwa ujumla tunajivunia kazi ambayo tunaifanya sana, tunadumisha utamaduni wa Kiafrika. Hongereni sana bwana. Asante. Karibuni Midundo Radio kwa sababu sisi we Africanacity pia. So bahati nzuri umekuja Alhamisi ni siku pekee ambayo mtoto wa Midundo Radio, so lazima afae kitu chochote ambacho kinawakilisha Uafrika zaidi au vipi? Mimi nataka nifahamu hiyo ringi ambayo umevaa kichwani ina maana gani kwa kabila la kwenu au kwa urembo ambao unakuwa unaufanya? No, yani kwa mimi nilivyovaa ni urembo. Kwa sababu mimi sio Masai. Okay. Ila nimetengenezwa na Masai. Ila Masai ni ndugu zangu ambao ninafanya nao kazi. Okay. Kwa ni binti yote ambaye bado hajazaa anavaa hii kitu. Okay. Lakini wale mnasema kama ukishazaa hauvai aina hii, unavaa aina nyingine. Kwa zipo aina nyingi. Za aina nyingi na zina maana tofauti. Hata vile tunavyovivaa vikuku vina maana tofauti. Dada zangu wa mjini sasa fiskali inakuaje? Ndio hivyo sio tofauti. Mwingine anaweza kavaa cheni ya fine lakini vya Kimasai vinakuwa vina maana tofauti. Yaani hata zile wanazozivaa kuna wengine ambao wameolewa, wengine labda mjamzito, mwingine mzee. Yaani kila shanga inakuwa ina maana yake. Okay. Wewe unakuwa umekaa sana na Masai. Yafu sio Masai. Why? Hichi bendera ya Kenya lakini sijaona nimeona bendera ya Tanzania bali. Huko Kenya. Why Kenya na Tanzania? Nafanya nao kazi pia. Okay. Hapo tuna support. Yes, tupo
pamoja, East Africa, so yeah. Bwana, Midundo Radio ni always ni sauti za Afrika Mashariki. Popote ambao unakuwepo na tusikiliza kupitia www.midundoradio.co.tz. Bwana, tuko na Mkomochi, tunajaribu kushare naye mawazo, lakini pia anatupa experience yake ambayo anayo kwa kazi ambayo anaifanya. Hiyo kazi ambayo unafanya unaweza kufanya kwa muda gani sasa hivi na vipi? Kwa jinsi ambavyo unaifanya, unafikiri serikali kuna namna ambavyo inakuwa imewasahau nyinyi ambao mnadili sana na utamaduni? Kwa mimi hapa nimeweza kuifanya tuseme last nimeweza kuifanya baada ya kumaliza chuo. Ndio nikanipo yani nikaweka nguvu sasa, yani bidii kila kitu, kwa sababu ukiwa chuo uko unafanya huko na wewe unakuwa bado uko kwa sehemu hapo, lazima kuna sehemu utayumba. Lakini kwa upande wetu sisi serikali inatusaidia, inatusupport, yani tusije kusema kwamba support tutakuwa ni waongo, kwa sababu fursa mbalimbali zinatokea kama maonyesho Mnazi Mmoja wapi, tunakuwa tunapeleka bidhaa zetu Zanzibar, sijui tunakuwa tunapeleka, kuna fursa yote imetokea wajasiriamali tunapewa taarifa. Kwa serikali imetusaidia pia hata kupata elimu ya mjasiriamali, jinsi ya kujitangaza na kadhalika. Mapokeo yake vipi? Lakini kila mtu ana jinsi anavyopokea, lakini kwa upande wetu sisi baadhi ya wajasiriamali ambao mimi ninawafahamu, yani kwanza ile kujitambua tu, mimi ni mjasiriamali na nafanya kitu fulani, hiyo ni elimu ambayo ni kubwa sana. Yani kujitambua tu kwanza yenyewe ni kitu kikubwa sana. Kwamba mimi ni mjasiriamali, nauza kitu fulani, yani brand yangu ni hii na tayari kasimama hapo. Yani hajajitambulisha kuvuka mipaka, lakini ile jinsi tu ya mwenyewe, jinsi anavyopangilia maneno, unajua huyu ni mjasiriamali ambaye ameiva na amepikika. Mimi nataka nijue kitu kimoja. Huko sehemu ya wajasiriamali sana. Utamaduni ndio sehemu yetu, si ndio? Bwana mheshimiwa bwana juzi alifanya mchakato pale juzi wa kuteua bwana. Mimi nataka nifahamu moja, sijui nimesahau, sijasahau. Waziri wa utalii bwana. Maliasili na utalii. Hivi ni nani yule? Kwa sababu si ndio upo huko na ndisemo yako nzuri sana hiyo. Yaani sio muongo. Yaani tu bado sijamjua. Kwa nini sasa? Itakuwa ni kosa kubwa sana. Itakuwa nimefanya kosa kubwa sana. Bwana wewe. Kwa nini sasa hujamjua wakati ndio upo huko tena? Hapo nimekwama. Au katibu wake, hata katibu naye umjui? Wote wao sasa wajui. Bwana, wale wa zamani? Wa zamani mtu ambaye alikuwa mfuatilia sana ni wa michezo, sababu alikuwa tukusibusi na sisi tulikuwa tunapata shafu. Makiembe. Makiembe, yani ndio ambaye tulikuwa tu. Kwa sasa hivi wa habari na nini naye pia wote ambao umetolewa service. Bwana, nataka nimsaidie binti bwana. Bwana, katibu mkuu wa Wizara ya Maliasili Utalii anaitwa Dr. Aloisi Nzuki. Au vipi? Dr. Aloisi Nzuki huyo ndo katibu mkuu wa Wizara ya Maliasili na Utalii. So, hata siku nyingine inabidi mjue kidogo bwana, ili mradi usitoke hivi au vipi? Mimi nataka nifahamu kitu kimoja pia. Kwa kazi ambayo unaifanya, unafikiri bosi wako pengine akijua yule ambaye unafanya naye kazi ambayo ulisomea, aweza kukupa challenge kwamba bwana, sometimes kuna muda ambao utumii sana kwenye ofisi yangu, unatumia kwenye mambo yako? Mimi sijaajiriwa. Sijaajiriwa. Umejiajiri? Yes, ndio maana nikwambia nimejiajiri pia nimeajiri. Umejiajiri pia umeajiri. Nikajua umesema nimejiajiri afu nimeajiriwa. Hapana. Okay. Haikuwa ndoto yangu. Jumamosi una jambo lako. Tuambie bwana, jambo gani, kwa sababu nimeona una post sana afu bado nilikuwa sijaelewa ni jambo gani ambalo linafanyika. Okay. Jumamosi tuna event yetu ya wajasiriamali au vijana ambao wanakuwa wanafanya vizuri kwa mwaka. Ili tulianza mwaka jana. Kwamba kama mimi ile marafiki ambao niko nao au wewe una rafiki yako anafanya vitu vizuri katika jamii na amejiajiri pia anafanya kazi zake vizuri. Kwa mimi ninakuwa tuna kikundi chetu tunajiita Effective Youth. Kwa tunakuwa kabla hata event ya funga mwaka tunakuwa tunaenda hospitalini kama kufanya usafi, kuwasaidia watoto yatima na vitu vingine vingi tu ambavyo vinahusu jamii. Kwa mwisho wa mwaka sisi tunajipongeza kwa vitu ambavyo tumevifanya. Tunaanza kuangalia tumekosea wapi, tumefanya vizuri wapi, tunaanza mwaka tuanzeje, tuongeze bidii kwenye nini, tupunguze nini. Kwa hiyo ni baadhi ya maswali ambayo sisi wenyewe tunajiuliza na kujibu.
Okay. Yeah. Oh, na event inakuwa ina wageni waalikwa au mnaifanya tu kama vile ambavyo umeelezea? Tunakuwa sisi kama sisi, wageni waalikwa ni wachache sana. Lakini labda wanaweza kuwa wawili au watatu, ila mara nyingi sana inakuwa ni sisi kama sisi. Kwa sababu hata sisi wenyewe ni wageni waalikwa. Hamjaalika viongozi wa serikali? Hapana. Pengine kushare mawazo kwa watu wengine ambao wanatamani kufanya kazi kama nyinyi? Hapana, labda for future use tutaifanya hivi. Lakini kwa sasa hivi bado? Kwa sasa hivi hapana. Sio kwamba uchoa material kwa watu wengine? Hapana, sio uchoyo, lakini kwa sasa hivi kwa sababu kama hatujasema kwamba ni sisi tu, tumealika na watu wengine. Mtu akitaka kujoin na sisi tunamkaribisha, tutaifanyia hapo Nono Hotel kwa sababu kuna mtu akiangalia kusema huyu pengine amekaa sana Kenya, kuna sehemu umekaa sana kati yetu? Hapana, ile nimefanya kazi sana na Wakenya. Kwa mpaka umeadapt mpaka kile ambacho wao wanacho. Sijui, yani siwezi nikasema kwa sababu wewe ndio unaniona, ila mimi naona kama ni Tanzania tu. Okay. Kuna Watanzania sana ambao pia wanakaa mbali sana utamaduni wao. Una kipi ambacho unataka kuambia? Ni ile tu tunasema, ndio maana narudi kule tujivunie cha kwetu. Kama tuna batiki, tuna vitenge, tuna nini, tujivunie cha kwetu tulichonacho mkononi. Sasa sana mtu ambaye anataka kuanza biashara aanze na alichonacho mkononi. Kwa sababu akisema kwamba anataka kuanza baada ya kupata milioni 50 ndio aanze kufanya biashara au kuuza pipi au sijui mashuka, atachelewa sana. Una 5,000 anza nayo hiyo, anza kuuza kalanga. Kalanga ina maana itakupelekea hapo how to handle customers, utakutana na watu mbalimbali, kwa kila mteja na tabia zake. Kwa hata kwenye utamaduni pia tuanze na tulichonacho sisi. Tuna vitu mkononi, labda ni vichache au ni shanga ni nini, tuanze na hivyo tujivunie tulichonacho. Kama ni mbuga tulizonazo tujivunie hivyo. Bwana naoma sana hiyo. Kampuni yako imesajiliwa? Effective Youth. Ya kwako Effective Youth ya organization yao. Kila kitu. Safi. Kumbe pale Kosoto napajua pale. Ile sisi tulianza na Blela. Blela. Okay, sawa. Blela sawa. Ile nimeisikia leo, nitaenda kushare na wenzangu. Unaanza Blela, of course Kosoto wanakujua pale. Wakisha kujua upati shida kwenye kazi zako ambazo unazifanya. Anyway, ikitokea tatizo lolote, ina maana unakuwa open kwenda kuripoti pale. Jamani, mimi mtoto wenu bwana. 1 2 3 imefanyika hapa. Kwa hiyo inabidi mimi mfanyaje sasa? Mimi natakiwa nipate haki yangu hapa. Sawa, nitashare na wenzangu. Pale Instagram mnatumia jina gani? Instagram natumia mkomochi_fashion.tz. Okay. Na Effective Youth. Una neno la mwisho la kushare na watu? Ambalo ungependa kulisema na kulizungumza? Kitu ambacho ningependa kuambia ni kwamba tudumishe utamaduni wetu, tujivunie tulichonacho mkononi. Jamani, tudumishe utamaduni wetu, then tujivunie tulichokuwa nacho mkononi. Okay. So kama una buku mbili, hiyo jivunie nayo. Naoma sana. Anaitwa Mkomochi. Of course, pale Facebook, Twitter, una account? Only Facebook. Mkomochi. Okay. Kazeni pia mnaeka YouTube? Bado. Why? So tutaanza. Amoni kama mnachelewa hivi? Hatujachelewa kwa sababu hatujachelewa kushuka. Okay. Sawa. Mimi napiga story bana na Mkomochi, mmoja wa watu ambao pia leo ni bless hapa. Mimi si Mkomochi, ana vitu vyake vingi sana tumeshare hapa. So kama una nafasi pia ya kutaka kuuliza chochote kutokea kwake ambacho kipo nje na hapa, basi inabidi umcheki pale Instagram, atumia Miss Mkomochi au Effective Youth. Wacheki hapo. So DM anza kujibu message yako, alafu then nitashare vitu vingi sana. Mimi ni Tuseba Tanzania, ukurasa wangu wa Instagram, Facebook na Twitter, atakatiketi kwa jina hilo moja, Tuseba Tanzania. So, inawezekana pia kwa ni mshikaji ambaye unatamani kusafiri sasa hivi, basi Emirates wapo kwa ajili ya nafasi hiyo uweze kusafiri kwa safari za mbali sana. So big time sana kwao, pia wametufanya tuweze kuenjoy zaidi. Big time pia kwa ndugu zangu Sanaa Biz, big time pia kwa Sidia Tanzania. Big time pia kwa ambao unasikiliza show kutokea pande zote ambazo nakuepo. Wanangu wa Iringa kule